Karibu Madini Safari, kipindi kinachoangazia kwa kina masuala mbalimbali yanayohusu sekta ya madini nchini, kuanzia uchimbaji mdogo, wakati mkubwa, sera na sheria zinazosimamia sekta ya madini, masuala ya uongezaji thamani madini, ushiriki wa Watanzania katika sekta ya madini, utoaji huduma migodini, uwekezaji, fursa za uwekezaji. Hapa tutasikiliza sauti za wadau wenyewe kutoka wataalamu, viongozi, wawekezaji, watoa huduma migodini, waongezaji thamani, wachimbaji. Lengo likiwa ni kukupa elimu, uzoefu, mtazamo, maendeleo ya sekta ya madini. Usikose kufuatilia kila toleo la Madini Safari kuweza kupata taarifa za thamani kama yalivyo madini yenyewe. Kwa faida ya watazamaji, tungependa ujitambulishe na moja kwa moja utueleze kwa kifupi tu kwa nini takwimu ni muhimu katika usimamizi na maendeleo ya sekta ya madini. Okay, nashukuru. Asante sana kwa ukaribisho huu. Kama ulivyoanza kuongea awali, mimi naitwa Fredi Matola, ni mkurugenzi msaidizi sehemu ya sera, utafiti na ubunifu chini ya idara kuu ya sera na mipango ya Wizara ya Madini. Na kwa swali lako la kwanza, nini umuhimu wa takwimu katika sekta ya madini? Naomba kwanza nilijibu kwa ujumla wake kwamba takwimu ni muhimu katika kila eneo la uchumi, ukiacha mbali sekta ya madini. Lakini particularly kwa sekta ya madini, umuhimu wa kuwepo na takwimu, tena si takwimu tu, hasa takwimu sahihi, inaisaidia sekta kwanza kujitangaza, kwa maana fursa zilizopo, vile vile mwenendo wake wa utendaji dhidi ya sekta zingine, sababu nchi ina sekta nyingi, madini sekta moja hapo. Kwa tunapopambanua takwimu za kisekta, madini ikiwemo, ni mwafaka mzuri wa kujipambanua maendeleo ya sekta madini na sekta zingine. Lakini vile vile kutambua ulimwengu nje ya Tanzania, mwenendo wa sekta za madini, kwa maana upatikanaji wa aina mbalimbali za madini, siku madini mkakati, madini muhimu, sisi Tanzania tunajiposition vipi. Sasa bila kuwa na takwimu ambazo ni sahihi, hatuwezi kujipima na kujua je, tunaenda vizuri, tuna progress au kuna tunavikosa. Kwa takwimu ni muhimu, ni kama dira, ni kama meta ya sisi kutoka kama kipimo, kama unavyopima kilo ya nyama. Unajua je, hapa nyama ni kilo 4 kweli au kilo 5? Tuko na mizani. Kwa hiyo ni kama mizania ya kutuongoza tunakotoka, tunakoenda, ili tuweze kujisaisha wapi tunakosea, kwa sababu tuna rasilimali madini. Je, rasilimali madini hizi ambazo tunazo na takwimu zake zina reflect ukweli wa maisha ya sekta kwa Tanzania na kwa uchumi wa nchi? Mara nyingi tunasikia sekta ya madini inachangia kiasi fulani kwenye pato la taifa ama kwenye fedha za kigeni. Ndio. Swala hili tunaposema tunachangia hivi, ndio, kwa lugha nyepesi, tuna maana gani na ni namna gani basi haya yanapimwa? Ndio, asante sana. Ndugu mtangazaji, mchango, tunaposema mchango wa sekta fulani katika pato la taifa, kwanza ilikani kwamba kuna ofisi ya taifa ya takwimu ambao wamepewa jukumu hilo kitaifa kukokotoa mchango wa sekta zote katika pato la taifa. Pato la taifa ni mapato makuu ya serikali, yani kapu kubwa la mapato ya serikali. Sasa katika kapu hilo kuna sekta mbalimbali ambazo mapato yake yanachangia, na sisi tukiwemo kama moja ya sekta. Sasa pato la taifa linapimwa kwa methodolojia ambazo zipo kitaifa na kimataifa zinajulikana, NBS wanajua. Sasa tunaposema pato la taifa, kwa maana ni thamani ya uzalishaji wa aina zote kwenye sekta zote. Sasa thamani ya uzalishaji wa madini una kiasi gani katika pasenti ya thamani yote ya uzalishaji katika nchi nzima? Tunasema sekta madini imechangia asilimia fulani kwenye pato la taifa. Mathalan, tunaposema mchango umeongezeka, maana yake tuko tukichangia asilimia fulani mwaka. Kwa mfano mwaka jana tumechangia kwa asilimia, mwaka 2023 kwa asilimia 9.1. Yani pato lote la
la sekta zote, pato la taifa sisi tumechangia 9.1. Sasa hili sio jambo dogo, kwa sababu kuna sekta zaidi ya 13 katika nchi yetu. Kuna sasa hivi zinaibuka sekta nyingine nyingi kwa sababu ya mabadiliko ya structure ya uchumi. Sasa unapochangia manake katika shilingi 100 shilingi 9 imetokana na pato na sekta madini. Sio swala dogo. Mwaka huu tumechangia kwa 10.1. Kuna kwamba sekta inazidi kuwa na ukuaji mzuri kwa maana ya kasi ya uwekezaji na thamani ya mauzo ya madini inaongezeka katika soko la dunia. Kwa mchango manake katika kaploti zima lile la taifa tunaita GDP, National Growth GDP, sisi katika sekta madini tumechangia kiasi gani? Na wanaofanya hizi methodology kupima hiyo vitu ni watu ni ofisi ya taifa ya takwimu, ambao wanapewa jukumu, sio takwimu tu Tanzania, ofisi za takwimu zote katika nchi zote kwa miongozo ya Umoja wa Mataifa tunapewa jukumu la kukotoa michango na kasi ya ukuaji wa kila sekta. Umezungumzia kuhusu kwamba tumechangia 10.1 mwaka 2024 na inaelezwa kwamba ni mwaka mmoja kabla ya mwaka 2025 ambao umepangwa pia kwenye dira ya maendeleo ya taifa. Ndiyo. Na ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na mikakati mingine ya kitaifa. Ndiyo. Hii ina maana gani unaposema mwaka mmoja kabla ya muda uliopangwa? Asante. Kwanza na vile umejibu kwa sababu umesema katika nchi kuna mipango ya maendeleo na kuna mikakati mbalimbali ya kufikia malengo ya mipango hiyo kitaifa. Na kitaifa tunaangalia vitu vingi sana, na wataalamu kutoka ofisi ya Wizara ya Fedha, Benki Kuu, takwimu na TRA huwa wanakutana kuangalia hali ya uchumi kwa ujumla kwa kufuata miongozo iliyopo. Moja wapo ni mwongozo sasa hivi naenda kwenye mpango wa 5 wa maendeleo ambao unaanza mwaka huu. Vile vile kuna mipango ya kila mwaka ya maendeleo, na kwa kutumia wataalamu wa ndani kuna tunaita economic forecasting. Wanaangalia kwamba kwa vigezo vilivyopo hivi na amana zilizopo na vyanzo mbalimbali vya rasilimali, kila sekta inafanyiwa projections kitaalamu kabisa kwa kufuata out of scenarios, kwamba kwa mwenendo huu, hali hii, si mvua ikiwa hivi, si. Kwa hiyo tunaomba sekta sei ya madini tunatarajia mwaka 2025 itaweza kufikia mchango wa 10% na kuendelea. Sasa bahati nzuri sasa uwekezaji katika sekta madini umekuwa wa kasi sana hivi miaka karibuni. Ndio maana sasa tumechangia zaidi ya 1% zaidi ya ile ambayo tumepangiwa 10.1. Hii ina maana kwamba baada ya kuwa na miongozo ya ilani ya chama na kuweka mipango ya maendeleo kitaifa, Wizara ya Madini kwa makusudi kupitia viongozi wakuu wa wizara imekuwa na mikakati maalum ya kuongeza spidi ya uzalishaji na kuhakikisha kwamba uzalishaji huu unafanyiwa uongezaji thamani nchini. Sababu kwa kiasi kikubwa, kwa mujibu wa NBS, mchango wa sekta unapimwa kwa kuangalia uzalishaji na thamani ya mauzo kwenye soko la dunia. Sasa mkiongeza value addition na nchi yenu, kwa sababu madini Tanzania tunasisitiza kwamba tuyachenjwe hapa tuongezee thamani kabla ya kusafirisha. Kwa hiyo tutata yanakuwa na thamani zaidi, na ndio hiyo imechangia zaidi sisi kwenda mbele kabla ya 2025 kuchangia 10%. Na kwa jinsi tunazidi kuendelea na kusitiza, ukishangaa tukaenda maintain tu miaka ijayo. Na hizi takwimu sasa ni kwa namna gani zinapelekea ama zinasababisha kuvuta wawekezaji? Exactly. Sasa ni kwamba nafikiri swala hilo hata kwa layman language, mimi ninapovutia biashara yangu, layman sema biashara yangu ikoje, ina bidhaa ngapi, za ubora upi, zinatumika wapi, zina soko wapi. Sasa hizi takwimu zinavutia wawekezaji kwa sababu mwekezaji akija hapa akiona na takwimu halisi kwa naenda kuwekeza mara ambapo najua kuna kiasi cha mashapu ya madini ya dhahabu kiasi fulani. Kwa nikienda pale tukana nacheka kwamba nitakachowekeza pale nakuwa na matarajio ya kupata nini?
kupata faida. Sababu msingi mwekezaji yoyote nje wa ndani, lengo kule ni kupata profit. Sasa profit ukiwekeza sababu ambapo huna uhakika kwamba utapata profit, huwezi kuwekeza. Sasa Wizara ya Madini kwa maksudi kupitia vitengo hivi na kupitia tume ya madini inaweka bayana takwimu zote za uzalishaji, za ajira na fursa zilizopo kwenye masuala ya low content na CSR kwenye maeneo yote ya migodi. Sasa hizo takwimu hizo zinafanya mtu achambue na aseme kwa nini Tanzania siende Zimbabwe. Kwa hiyo wanasema kibaya cha juza kizuri cha jitembeza. Ndio maana kwamba kama takwimu ziko wazi, maana mwekezaji atakuja akiwa na uhakika wa kufikia malengo yake hasa ya kifaida. Ndio. Tumeshuhudia wimbi kubwa la uwekezaji wa uchimbaji mdogo huu wa madini. Ndio. Hizi takwimu zinachangia namna gani katika kufuatilia ukuaji wa hizi shughuli za uchimbaji mdogo? Okay, asante sana. Kwanza nashukuru kwamba umetambua hilo. Katika nchi yetu hapo awali uchimbaji mdogo ulikuwa kwanza upo tu, hamna ufuatilia. Lakini kumbe ulikuwa na mchango wake katika sekta. Sasa baada ya sasa wanakuwa na ufuatiliaji mzuri wa takwimu, kujua wako wapi, kwanza vile wana shida gani, wanapata support gani. Sasa takwimu hizi kwa wachimbaji wadogo zimepelekea mpaka hivi kutambua hata mchango wao kwenye maduhuli ya sekta ya madini. Miaka hivi karibuni wamechangia karibu 40%. Yaani yale mapato yasio kikodi ndani kwa sekta ya madini yale ya maduhuli yale. Wachimbaji wadogo sasa bila kuwa na takwimu hizi, tunajua labda sekta ambayo ipo tu watu na wake. Sasa hivi sababu tunajua wana muhimu wao, kwa sababu ya takwimu ambazo tumezipata, ni rahisi hata kuwatengenezea mikakati kabambe ili waendelee kuchangia katika uchumi wa nchi. Kwa hiyo kuwa na takwimu zao, sio takwimu tu kwamba wanazalisha kiasi gani, vile vile takwimu hata za matatizo yao, mahitaji yao. Kwa sasa hivi kimsingi watu wa small scale wanatumia teknolojia ndogo sana. Hasa uje kwa mfano kule Geita, tunasema kule Geita ndo hub ya madini. Na tuna takwimu, tuna wachimbaji wangapi wadogo walikuwenga. Sasa tunapopata takwimu ni rahisi kwamba kosa tuwasaidieje kwa lengo tu la kukuza mchango wao kwenye mapato na wenyewe vile vile kuongeza vipato vyao. Kwa ni takwimu zinatupa vitu vyote. Bila takwimu hatuwezi kujua tuanzia wapi. Ndio. Kwenye uwazi na uwajibikaji. Swala hili linajitokeza namna gani? Ama ni namna gani linasaidia? Ndio. Ya swala wazi katika swala la takwimu za madini. Kwanza mpaka zifike makao makuu na kitu kingine labda sasa tupeleke NBS kwa zile ambazo zinatakiwa kwa sababu ya utapata wa taifa. Tuna wakilishi wetu, tuna ofisi za maafisa madini wa mikoa, na hao ndio chanzo kikuu cha takwimu zetu, na hao vile wanapewa miongozo kupitia tume ya madini ya namna bora ya kuhakikisha takwimu zinazokusanywa zinapitia ngazi mbalimbali za udhabiti na ukaguzi kabla asijaja makao makuu kwa ajili ya kufanyia kazi za uchakataji. Kwa hiyo ni mchakato ambao uko wazi right from kwenye migodi kule chini. Tuna mwakilishi wa wizara ya madini ambaye kila aina ya madini, ukubwa wake, thamani yake na mabaki ya hayo madini yanajulikana moja kwa moja. Kwa mpaka nafika makao makuu wizarani kutoka tume ya madini, tayari mchakato tumekuwa wazi. Na kwa kiasi kingine tuna idara yetu hapa ya kuna ofisi ya inaitwa TATE ya uwazi na uwajibikaji katika sekta madini, hasa kwenye sekta ya uziduzi, yani madini, mafuta na gesi asilia. Sasa hawa katika zile takwimu ambazo za mapato mbalimbali kutoka kwenye makampuni yanayofanya shughuli za madini na mafuta na gesi, watakiwa kwa mujibu wa sheria watakiwa waweke wazi takwimu zao hasa za mapato kutokana na sekta hizo. Sasa sisi kutoka Wizara ya Madini na kupitia TATE sasa tunafanya harmonization, tunakuwa na parallel data kwamba je, hawa waripoti kweli hivyo. Kwa ndo mwanzo naanzia hapo. Ndio. Ni hatari gani ambazo zinaweza kujitokeza iwapo sekta ya madini itaendeshwa bila
kuwepo na takwimu sahihi? Ni athari kubwa sana, na sio kwa sekta madini tu. Sekta madini pase, kwanza sekta madini kwa nature yake ni chanzo kikuu cha maendeleo ya viwanda katika nchi yoyote. Ukiangalia viwanda vyote, angalia tu gari lilivyo gari. Ukiangalia kamera, ukiangalia vifaa vya maabara. We talk of mining inputs. Kama watu wengi sana wajui, watu wa viwanda, sio na biashara, lakini ukiangalia input nyingi kwenye masuala ya viwanda na maendeleo yote sisi ya Tanzania ni madini. Sasa kama takwimu za kimadini sasa zitakuwa zinaongopesha, unanielewa? Maana yake hata integration ya sekta kwamba kiasi gani kutoka kwenye sekta madini kimeenda kwenye sekta ya viwanda, na ni wakati gani bidhaa inahama, tunasema demarcation, kuitoa sasa kwenye sekta ya madini imehamia sekta nyingine. Kwa sekta madini ni mtambuka. Kwa mfano sekta madini unasema kwenye masuala ya transportation, meli, tuna mameli haya. Kwenye masuala ya kilimo tuna mambo ya ya fertilizers. Sasa utakuta kwamba ukiangalia kutoka kama takwimu madini almost everything kwenye maendeleo ya sekta zingine zote. Sekta mfano ya maji. Sisi tunahama twende kule chini ya ardhi tuangalie kule. Kuna fasi kujenga nyumba hapa, kuna mtu, kuna chemicals gani. Yote inafanya sekta na sekta madini kupitia taasisi mbalimbali. Kwa takwimu zake zipokuwa mbaya, maana yake hata zikampea usalama wa nchi. Mtu anaweza kutengeneza hapa nuclear kumbe kaipata uranium kutoka Tanzania. Sasa tuna habari. Sasa kama takwimu ziko sawa, hata monitoring inakuwa nzuri ya usalama na maendeleo endelevu ya uchumi nchi. Ndio. Kwa sasa sekta ya madini ina changamoto gani katika ukusanyaji na uchakataji wa hizi takwimu? Na kama zipo hizo changamoto, unafikiri ni njia gani ambazo zinaweza kufanyika ili kuondoa hiyo changamoto ya kuzuia maendeleo zaidi ya kisekta? Ndio, asante sana. Mimi naamini kwamba kila penye mafanikio changamoto hazikosekani, na changamoto ni sehemu ya mchakato wa maendeleo ya sekta yote ili iweze kujisaisha. Katika sekta ya madini, changamoto ambayo tunayo kwa kiasi kikubwa, lakini ambayo inafanyiwa kazi kuifunguza, kuna upungufu wa staff ambao wako solely kwa ajili ya kukusanya takwimu na kuzichakata. Ndio ni sekta ambayo tunakimbizana sana na masuala ya maduhuli, kusaidia watu, migodi imevunjika, kuangalia ZTS zimekaa vizuri. Lakini nafikiri ofisi za mikoa za maafisa wakazi wa mikoa waongezewe kiasi cha idadi ya watakwimu ili waweze sasa, kwa sasa hivi wapo lakini sasa wanatumia nguvu sana, sababu wakati huo wanaanza takwimu bila msala mambo mengine mengi ya muhimu vile vile. Ni sekta ambayo itabiriki. Leo kuna shida gafu wanaacha wanaenda kule. Sasa kwa wengi lazima wawe majukumu. Kwa hiyo ni kubwa, kiasi kikubwa, kingine zani hamna changamoto kubwa sana ambayo kwamba tunayosita ipate kwa nicho staff ongezwe. Na nashukuru Mheshimiwa Waziri na mkuu wa wizara kwa bidii kubwa sana kuhakikisha wanapata vifaa, na si vifaa tu, vifaa kwa wakati. Unajua nature ya kazi za madini wanajua kwenye remote area, sio hata magari kupiga hiyo gari tu. Kwa hiyo sasa kubwa ni vifaa viongezeke, kufikia rahisi, takwimu inatakiwa ipatikane kwa wakati, kama hivi vifuatwe. OECD transportation infrastructure na kuongeza ujuzi na sio ujuzi tu, vile na kuongeza ile tunasema capacity building katika masuala ya analysis. Lakini basi kikubwa takwimu hizi za mapato ya taifa huwa tuna ofisi ya taifa takwimu wao wanamaliza kutoa, lakini takwimu zingine za kiutawala zinaweza kuwa sahihi na kusema vifaa na uwezo wa kwa tasaidia sana kuboresha hapo. Na unazungumzia vipi wachimbaji wadogo na umuhimu wa wao kuwa na takwimu sahihi? Ndio tulivyosema hapo awali, sababu takwimu hazikuwa sahihi, watu wanataka umuhimu wao. Sasa hivi
sababu takwimu zinapatikana kwa sababu ndio maana sisi wote wanashauriwa kufanya biashara kupitia masoko ya madini. Na kule kuna miundombinu yote kufanya capturing ya takwimu kutoka anapotoka na mzimaji kwenda kwenye soko. Kwa sasa wale tu sasa wanaaswa kwamba kwanza waache mazoea ya kuuza na kununua madini kama yaliyopo katika njia ambazo sio sahihi. Wizara ya Madini inatoa miongozo kupitia sheria ya takwimu na sera takwimu inajulikana kwamba ndio wapi. Sasa wachimbaji wadogo kama nilivyosema, wakiwa wanapoteza takwimu ambazo zinatarajia, kwa kweli tutajua sababu basi na lengo la sera na mkakati wa taifa wa madini ni kufanya juhudi kubwa za kuwarasimisha wachimbaji wadogo ili wapande wachimbaji wa kati na waweze kuajiri watu na nini, na vile vile kuna setup kuna mbalimbali za sekta za namna kwa support, kwa mfano kupitia MBT Minimum Viable Tomorrow na Vision 2030. Yote ili kwa ajili ya inalenga sana wachimbaji wadogo na hasa wale makundi maalum ya kina mama na tunahitaji maalum ambao ubingwa kwa takwimu zao utafanya uratibu sasa wa kuwasaidia na kuwapandisha uwe rahisi. Ujue makundi gani yako wapi, kuna aina gani ambayo wanachimba kule, wana shida gani. Kwa takwimu hizo ili impact everything ukiangalia tunazungumzia. Ndio. Kwa nafasi ya wizara inafanya namna gani kuhakikisha kwamba hao wadau wote wanaelewa umuhimu wa takwimu kwa sekta? Ndio, hilo ni jambo la muhimu sana, na sisi katika Wizara ya Madini tuna approach mbalimbali za kuwafikia wadau wetu. Kwa mfano tuna mikutano mbalimbali na kongamano, tunapiga maonyesho ya madini na kupitia maonyesho 77 na 8. Huko sisi tunahubiri habari za madini na wadau wanaelewa sasa kuwa na takwimu sahihi za uzalishaji, mauzo, vibali, leseni za madini. Wadau wao wanapata taarifa, wanafarijika na wanaona ni wanavutika kuja kuwekeza, kwa sababu lazima unapata takwimu unazotaka bila unadecide uende kushoto au kulia. Kwa sababu wadau wetu wanapata faida za wao kupata takwimu muhimu kama neno nilivyosema, na kwa kiasi kikubwa vile vile sisi tuna commitment kwa jamii kupitia mkataba wetu wa huduma kwa wateja. Tunakuwa wazi kwamba ukitaka hiki unakipata hapa, hiki tunatoa kila baada ya mwezi mmoja, hiki tunatoa baada ya miezi miwili. Kwa hiyo wadau wanapata yale kutoka mtandao yetu na idara yetu kama hii ya habari sasa hivi imekuwa very improved, wafikia wateja, inafikia wadau kwa njia mbalimbali. Kwa hiyo transparency kwanza, vile kwa ajili ya uwezo wa wao kutaka kuwa inquisitive kujua takwimu baada ya kuanza na faida gani katika maisha yao. Sasa kwenye dira ya 2050 masuala haya ni sekta ya tunafikiria na nafasi yake iko vipi? Asante. 2050 ni dira ya maendeleo ya binadamu ya Afrika 2025 na kwa maagizo ya Mheshimiwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliagiza kwamba sasa hivi wizara na taasisi zote zirudi chini, ziangalie mikakati yao na sera zao za kisekta, wazialaini ili ziweze kuendana na mahitaji ya dira 2050. Ile dira haijaacha sekta hata moja nyuma, including madini. Sasa ni takwimu ambazo zitatupiwa kwamba je, mwaka huu towards 2050 tumefikia wapi, stage by stage. Kikubwa ni kwamba sisi kwetu maeneo mengine mapya ambayo yameingizwa mle, kwa mfano masuala ya madini mkakati, madini muhimu ambayo kwenye sera iliyopita hayakuwepo. Sasa pia kuna takwimu hatuwezi kutrack kwamba tunaendelea vizuri kuwekeza na kuhamasisha uwekezaji katika nyanja za madini mkakati, na je, duniani wenzetu wanakwendaje? Maana inaonekana madini mkakati kwako na kuingilia madini mkakati. Sasa kama madini mkakati
utumiaje ili kwa kipindi cha kuisha, wakati ambapo ndio mkakati kabla kijaisha, nchi mwananchi mmoja amefaidika vipi, kipato cha mtu mmoja na mchango wa mapato ya sekta ya bodi. Kwa sababu mimi sasa kufanya tracking, tulianzia hapa tukatumia mikakati aina fulani. Sasa tunasema tunasema masuala ya medium, influence, combat na mikakati ili je as we go kwa takwimu za mahitaji ya duniani na kufanya integration na sekta zingine bado tuko mkakati. Kwa takwimu inatuonyesha dira tunaenda hapa mimi kuyafikana kama mkakati. Sasa mkakati unatoa nini na sera za nchi, sio kwa sababu ndio duniani sera nchi nasema kwetu tukiavuna haya tutamsaidia kufanya mambo ABC tu salama tunaendelea. Sasa takwimu kwa sasa tumefikia wapi, tufanyeje, tunakosa nini na kisaisha. Sasa tuko mwezi Novemba tukielekea mwezi Disemba, na tayari huko mwanzo umeweza kwamba tumeishafika 10.1 ya yale malengo yaliyokuwa yamewekwa. Mimi mtazamo wako kwa mwaka huu ambao tulikuwa tumepangiwa 2025 tutafika wapi? Siwezi kusema exactly tutafika fika gani, sababu kwanza sisi kama wizara hatukutoi bajeti, lakini sisi tunatoa inputs kwa NGOs kwa takwimu wanazihitaji. Sasa kama takwimu ni zile, sisi tunajaribu track kwa kama mwaka huu uzalishaji sasa labda wa dhahabu kwa tani 6,000, je mwaka huu ili tuvuke, je hii tutaenda kutoka kwenye 16 kama ilivyo, sio kifika tu kwenye vyanzo na kwenye uzalishaji. Mimi binafsi nasema kwa sababu sasa serikali imeingia kama nini ya uchimbaji mkubwa na makampuni mengi ambayo hajaanza uzalishaji, kwa tunahakikisha jambo uzalishaji ni pase, yani wao kwenye full range, kwa maana tayopata hiyo paying interest free ya serikali. Na kwa sababu tumesaini mkataba wa uchimbaji mkubwa, na uchimbaji mkubwa sasa hivi leo kwanza umeshaelewa, kuna muda kujiandaa, na sasa hivi tunaamini kwamba miaka ijayo, hata mwaka huu, miaka ijayo na 2025 mimi namshika mimi nitakuwa na nguvu, kwa sababu sasa kwanza kuna msukumo maalum wa serikali kwamba kama tuanze kwa ile semi kama kugawa, tunapata assessment ya watu wanataka kuwekeza kwa serikali alipotoka watu wameishi pale semi, tunaamini kwamba ito yake kwetu ni sasa lazima. Kwa hiyo mipango iliyopo wakati barabara ambao viongozi watakuwa wameweka ya kuhamasisha hasa vikundi vidogo ni maalum vile wajiingie kwenye shughuli za uzalishaji, na hasa ile motive ya kuhakikisha 100% uongezeke thamani wa madini unafanyika hapa. Kwa hiyo ndio vita boost sisi za mchango. Kwanza thamani ya madini kuwa na hamasa uzalishaji kwa watu. Sasa mimi nazalisha baadaye kwamba nizalisha afu export go kutoka. Tunadhani na ndani ya kuchinjwa na kufanya validation. Kwa sasa hivi sasa ni mchango wa kuongeza kiasi na thamani. Ambapo hizi ndio zinachangia nini kwenye kuongeza mchango wa asili. Kwa wakati huo sasa ndio nafanya hivyo. Sasa na zingine. Kwa mchango ni kama ile tendo la kuuliza, lakini sio tumefika 100. Kwa nini kuongezeka itaonekana ni kitu ambacho ni juu. Nini kitu mbaya ni kwa nini? Kwa hiyo sasa tuna struggle in lengo kubwa sasa ni activities. Sio just statistics, but activities kwanza. Tunaongeza nini? Kama tunaongeza sisi kila fedha na nini tunaongeza ambapo tunaweza. Mwisho kabisa kabla hatujamaliza kipindi chetu, una neno gani ambalo unaona kwamba tukimaliza hii kipindi kama sijasema kuhusiana na takwimu ama sekta ya madini kwa ujumla? Labda. Asante. Mimi kwanza naamini kwamba sekta ya madini moja sekta wanasema
sekta chochezi kwenye uwekezaji. Kwa maana gani? Kama nilivyosema mwanzo, ukienda katika sekta zingine zote sawasawa na masomo ya sekondari na shule, kwamba hesabu ipo tu na madini nayo yapo tu. Kila sekta ni sekta mtambuka ambayo kweli ikitumiwa vizuri itachochea maendeleo kwenye sekta nyingine nyingi. Kwa mfano sasa hivi tukiangalia kwa jinsi tulivyo, sekta madini inaongoza kwenye mapato ya nje, yani mauzo yote ya nje yote, yani uuze mahindi, uuze ng'ombe wazima, lakini product za kimadini zinaongoza. Sasa hivi mwaka jana tulifika asilimia kama 45.1 ya total export. Hiyo ni total export. Lakini nisema mfano kwenye mechanized export, yani uzalishaji wa madini na bidhaa za viwandani, we above 50, around 56. Hasa angalia kwamba kama sekta madini peke yake kwenye bidhaa za viwandani zote ambazo zinapelekwa nje inachangia 56. Hiyo sekta kweli ukipa manufaa makubwa na data zake zikikaa vizuri, ni sekta ambayo ni a very leading sector kwenye economy, na ni sekta muhimu sana. Na ndio maana kwenye 2050 dira ni moja sekta chochezi katika maendeleo, kwa sababu ina large integration na watu wengine. Kwa mimi natoa tu rai kwamba Watanzania tuchukue sekta madini kama ni mkombozi. Tuna kilimo sema ni uti wa mgongo, ndio inaongoza kwenye masuala ya nini, ya ajira, lakini masuala ya mapato, tena mapato yenyewe sio mapato ya kikodi, hata mapato sio ya kikodi, maduhuli tuna around 45%. Yani zote ambazo tunasema maduhuli ya serikali zote kupitia tozo mbalimbali, madini inakusanya around 45%. Sasa ni sekta ambayo mimi naiheshimu, sababu watu wengine wanaichukulia ni sekta ambayo ni ya kimageuzi, na nachukua Mheshimiwa Rais amelitambua hilo, na ndio maana anaweka msukumo mkubwa, na ndio maana akatupa ile target ya 10%, sababu kwa hii sekta hiyo ilivyo hapa inachangia, kwa nini isiende 10% kwa nchi 25? Kwa hiyo tunaamini kwamba in the forthcoming years to maintain 2-digit contribution to sector, kama takwimu zote zitakaa vizuri na tuko na mikakati makusudi kufanya sekta iendelee kuwa kitovu cha uchumi wa nchi. Ndio. Tunashukuru sana kwa kuwa na wakati huu mzuri. Naamini kwamba watazamaji wamepata kujifunza mengi kuhusiana na masuala ya takwimu, kwa sababu mara nyingi wamekuwa wakisikia inachangia ukusanyaji wa maduhuli, na kupitia mtaalamu huyu tumepata kujifunza mambo mengi yanayohusu takwimu kwenye sekta ya madini na umuhimu wake katika kuhakikisha kwamba sekta hii inazidi kuendelea mbele. Huu ni mwanzo tu, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa taarifa mbalimbali zinazohusu sekta ya madini. Usikose kutufuatilia katika vipindi vingine. Hapa ndipo kwenye chemchemu ya kupata taarifa sahihi zinazohusu sekta ya madini. Ulikuwa nami mtangazaji wako Asteria Muhozia, mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini. Pamoja nami ninao maafisa wengine